Na siku hii ya leo tumekutana kama wanachama kwa ajili ya kupitisha mpango kazi wetu wa uchechemuzi na mawasiliano ambao ulikuwa una lengo kuu la kuhakikisha kwamba tunafanya kazi zetu kwa direction nzuri, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunaweza kuwafikia watoto wa kike. Lakini vile vile tumeona ni kwa namna gani ambavyo tutatumia huu mpango kazi kufanya kazi zetu kwa ufanisi kuanzia ngazi ya kitaifa, kikanda, lakini kijamii. Kwenye masuala mazima ya sheria ya ndoa tumeigusia sana kwenye mpango kazi huu kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ni muhimu sana kuendelea kufanya uchechemuzi kwenye ngazi ya kitaifa ili pia serikali yetu pendwa iweze kubadilisha sheria ya ndoa. Lakini vile vile tumegusia kwenye mpango kazi huu ni kwa namna gani ambavyo wanachama wetu wanaweza kushirikiana kwa pamoja kwenye nyanja tofauti tukiwa na weledi tofauti kwenye masuala ya sheria, mawasiliano, lakini kwenye masuala yote yale yanayohusisha kuwa na zile afua rafiki ambazo zinaweza kupambana vita dhidi ya ndoa za utotoni na kutokomeza, lakini vile vile kuzuia ndoa za utotoni. Lakini tumeona ni kwa namna gani ambavyo pia tunaweza kushiriki kwa kikamilifu kwenye ngazi ya kijamii, sasa kwenda kuonana na viongozi ambao wako katika ngazi ya kijamii, kuanzia wale viongozi wa mila, kuanzia viongozi wa kiserikali, kuanzia viongozi wa kijiji, wote wale tunawagusa kwenye mpango kazi huu ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukafanya nao kazi ili waweze kuzuia waweze kuwa ni wasilishaji wazuri wa kupambana vita dhidi ya ndoa za utotoni, lakini kuzuia watoto wa kike wasiolewe chini ya umri wa miaka 18. Na leo hapa tumekutana wadau wa TCMN kuja kuhakiki na kupitisha mpango kazi wa uchechemuzi wa masuala ya ndoa za utotoni ambao unaratibiwa na mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni TCMN. Na ndani ya mpango kazi huu wa miaka mitatu tumelenga kufikia Watanzania zaidi ya milioni 5 na jumbe mbalimbali zinazohusiana na masuala ya ndoa za utotoni na jinsi gani kama jamii wanahusika katika kutokomeza ndoa za utotoni. Lakini pia mpango kazi huu umelenga jinsi ya kuangalia ni tunawezaje kushirikiana na serikali hasa katika kufanya mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo ina vifungu 13 na 17 ambavyo vinaruhusu mtoto wa kike kuolewa bado akiwa na umri mdogo, yani chini ya miaka 18, ambapo vifungu hivyo vinasema anaruhusiwa kuolewa kuanzia akiwa na miaka 15. Na ambavyo tunaona inakinzana na sheria nyingine kama sheria ya mtoto ambayo inasema mtoto ni mtu yoyote aliye na umri chini ya miaka 18. Hivyo mtoto wa kike kuruhusiwa kuolewa akiwa na miaka 15, ina maana tunamnyima haki zake za msingi ikiwemo haki ya elimu, haki ya afya na haki ya kuwa na kuishi maisha yenye staha na yenye utu pia. Lakini pia mpango kazi huu umeangazia jinsi gani tunaweza kushirikiana na wadau wa sekta ya habari na jinsi gani wao na sisi kwa pamoja tunaweza kusukuma ili gurudumu na kufikisha hii jumbe au hizi jumbe kwa upana zaidi na kwa jamii nzima. Kama mmenisikia hapo mwanzo nimesema tunatarajia kufikia takriban Watanzania milioni 500, na hatuwezi kufanya hivyo peke yetu. Tunahitaji wadau wa tasnia ya habari ili kuweza kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea kwenye mpango kazi wetu. Na cha mwisho ni pia kuangalia tunawezaje kufanya kazi na jamii zenyewe, wao kuona jukumu lao la kusukuma serikali katika kuleta mabadiliko, lakini kuendelea kuwalinda watoto wote, hasa watoto wa kike kutokana na masuala ya ndoa za utotoni. Mpango kazi umesema